Na baada ya habari za michezo, mtazamaji, tusonge mbele. Na mwili wa marehemu Zuhura Rama, mmoja wa wanafunzi 16 walioaga dunia katika mkasa wa moto ulioteketeza mabweni ya shule ya Utumishi Girls Academy huko Nakuru, umezikwa leo mchana katika kijiji cha Mkwakwani, Ukunda, katika kaunti ya Kwale. Familia, jamaa na wakazi wa eneo hilo waliojitokeza kwa wingi kumpa heshima za mwisho marehemu huyo, huku maombolezo wakiendelea kufuatia janga hilo lililotikisa taifa hili. Zuhura ni miongoni mwa wanafunzi waliopoteza maisha katika ajali hiyo ya moto ambayo inaendelea kuchunguzwa na mamlaka zinazohusika. Tufikia kwamba wanafunzi walipatikana na huu mkasa mpaka wengi wao wakapatwa na vifo. So ni sikitiko kubwa sana kwa serikali, kwa sababu tunaishi nchi ambayo ni kama ambayo haina uongozi. So maoni yetu sisi ni kwamba, ama masikitiko yetu ni kwamba tunaomba serikali iwajibike kwa kazi yake inayofanya na pia kulinda wananchi, kwa sababu ni haki ya mwananchi kulindwa na serikali. Serikali yetu ya Kenya iwe na mikakato mizuri ya hizi shule, maana tumekuwa waoga sasa. Pia tunafikiria watoto wetu sasa tuwapeleke boarding, tuwapeleke day schools. Maana kama mtoto ambaye yuko utumishi, mahala ambapo kuna security na si karibu na vituo vyote vingi vya usalama viko karibu, wamechomeka namna hiyo, ni pigo kubwa kwa wazazi. Tuchukueni majukumu kama wazazi, tuhakikishe hawa watoto tunawaongelesha, kwa sababu kile kitendo, kulingana na zile CCTV tuliona watoto. Sasa hatujui kama pia kuna mkono wa mtu mwingine, lakini ilionekana ni wale wanafunzi wenyewe wakitia moto. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo ndipo nakamilisha taarifa zetu za KTN leo wikendi, Jumapili ya leo. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara amekuwa Millicent Randa. Katika utabiri wa hali ya anga ni kwamba maeneo mengi nchini kesho yatashuhudia vipindi vya jua, ila katika